Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Masjidi Madina TV. Kwenye kurasa zote za mitandao ya kijamii tunapatikana kwa jina hilo. Pale YouTube ukienda na ukasubscribe ukaongeza familia ya Masjidi Madina TV na ukaendelea kupata elimu kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu, basi tutakuwa umefanya jambo jema sana. Tuko hapa kama ilivyo kawaida yetu, kijiwe chetu ni hapa Masjidi Suleiman. Mara baada ya salatu Jumaa tunakutana hapa kwenye Ijumaa Challenge, ambapo tuna challengeana kuona uelewa ama kufahamu uelewa wa baadhi ya Waislamu kuhusiana na swala zima la Uislamu wetu, pengine mambo ya historia na mambo kadha wa kadha. Kama zinavyokuwa Ijumaa nyingine, basi ndivyo ambavyo itakuwa siku ya hii leo. Mimi ni Binti Mzee Haji, jina kwangu Zawia, na leo swali linauliza, ni nabii yupi ambaye alizikwa na malaika? Tuko hapa na ndugu zetu Waislamu katika kufahamu uelewa wao. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera kwa sala ya Ijumaa. Tunamshukuru Allah, ametufanyia wepesi, tumeweza kuipata nyuma imamu. Ijumaa Challenge uko tayari? Naam, inshallah tutajaribu. Ni nabii gani ambaye alizikwa na malaika? Sasa sijajua nitaje nabii tu au nitaje na historia kidogo, maana hapo wewe utakuwa mtaalamu wewe. Tupe majibu ya moja kwa moja. Nabii aliyezikwa na malaika ni Nabii Musa, kama nitakuwa sijakosea. Kwa nini tena kama utakoja kukosea na unataka kutupa na kisa kabisa? Ni Nabii Musa. Na kisa chake? Aliwahi tumwa Malakul Maut, malaika mtoa roho, kwa Nabii Musa aende akamtoe roho Nabii Musa, kwa maana muda wake wa kuishi duniani ulikuwa umekwisha. Nabii Musa alikuwa ni mbabe kidogo. Kiukweli alimtandika vya kutosha sana Malakul Maut mpaka jicho lilianguka kwenye mchanga. Aliliokota jicho lake, akaliosha, kaudi naye kwa nabii, ya Allah, angalia mja wako alichonifanya, kanitoa jicho langu. Basi akamwambia, basi rudi kwa Nabii Musa, mwambie aweke mkono wake kwa ngamia. Vile vinyolewa ambavyo vitakuwa umevifunika na mkono ndio miaka yako ambayo utaishi. Hasa nikaenda moja kwa moja na kwa nini alizikwa. Wakati pilika zake zinaendelea katika maisha, alikuta katika mtaa wake linachimbwa kaburi. Akauliza, jamani, ni kaburi la nani hili linachimbwa na sina taarifa mimi mwenye mji hapa, sina taarifa ya msiba? Wale watu waliokuwa wakichimba ile kaburi wakamwambia, bwana, hili kaburi ni la kipenzi cha Mwenyezi Mungu, atakuja kuzikwa mtu ambaye anampenda sana Mwenyezi Mungu kuliko anavyojipenda yeye. Nabii Musa akakaa pembeni akafikiria, akasema, ina maana kuna mtu mwingine anampenda Mwenyezi Mungu kuliko mimi? Akasema, basi hapana, naombeni mnizike mwenyewe. Kwa hiyo Nabii Musa roho yake ilichukuliwa ndani ya kaburi, kisha walivyoingia Malakul Maut akaja akamchukua roho yake, wale malaika wakamzika. Ndio nabii ambaye alizikwa na malaika. Inshallah. Jina lako tafadhali? Naitwa Muhsin Mashaka Amiri Kani. Kijana mzee Mashaka. Sasa amepata au amekosea? Tutasubiri baadaye. Tunakwenda kufahamu pia kwa dada yetu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera kwa sala ya Ijumaa. Asante, namshukuru. Jina lako tafadhali? Kwa majina naitwa Taiya Hassan Nyagawa aka Mrs. Shante. Allah, aka Mrs. Zingatia kwenye Mrs. Tupe majibu tafadhali. Majina ni Nabii Haruni alayhi salatu wasalam, ndio alizikwa na malaika. Kwa nini? Hapo sitakuwa na maelezo mengi sana kwa sababu mimi nakumbuka hivyo tu, lakini kwenye historia hapo kidogo nimesahau. Taiya anasema ni Nabii Harun alayhi salam ndiye ambaye alizikwa na malaika, na tuko hapa na shehe mwingine ambaye tunakwenda kufahamu kuhusiana na swala hili. Ni nabii yupi ambaye alizikwa na malaika? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Khairi ipo? Khairi, alhamdulillah. Jina lako tafadhali? Majina matatu, naitwa Saidi Rasuli wa Suleiman. Saidi Rasul Suleiman. Tupe majibu tafadhali. Kwa hapo sina uhakika zaidi, ila ninavyokumbuka ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad ni mtume, prophet. Naam. Haya, asante sana. Sasa
anakuja kutolea majibu kwa ufasaha zaidi Sheikh Sharifu wa Madina mwenye Masjidi Madina TV yake kuhusiana na swala hili ambalo limekuwa na majibu tofauti kutokana na namna ambavyo Waislamu wenzetu wamejibu swali hili. Ni nabii yupi ambaye alizikwa na malaika? Wapo manabii wengi sana ambao waliteremshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kufanya kazi ambazo walikuwa wameagizwa. Ni yupi sasa kati ya hao wengi ambao waliteremshwa na Allah katika uhai wake ulivyoondoka ama roho yake ilivyoondoka akazikwa na malaika? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nimepoa, umepoa sana. Mambo ni mengi. Leo umetuletea Muhsin Amiri Mashaka. Ndio. Mtoto wa marehemu Sheikh Mashaka. Ametupa na kisa. Na asa tupe majibu tafadhali. Kama alivyosema Al-Habib Sheikh Muhsin, najua ilikuwa ni lazima Muhsin aende hivyo kwa sababu ni rafiki yangu, unajua. Sababu ni rafiki yangu, kuna vitu tunaambukizana. Alichokisema Muhsin amesema sawa, lakini pia alichokisema tahia na chenyewe inawezekana ikawa sawa. Kaburi la Nabiillahi Haruni halikuonekana kwa maana panasema Bani Israeli kwa usumbufu na ukorofi walikuwa nao ule, ikafika pahala Mwenyezi Mungu aliamua Haruni uondokaji wake uwe lisionekane kaburi lake, kwa maana huenda wakafanya fujo kwenye kaburi la Nabiillahi Haruni alayhi salam. Kwa alipoulizwa Nabii Musa akatoa majawabu ya kwamba Allah anajua alikompeleka Nabii Haruni. Na panasema ulikuja mti ukiwa na kijumba, basi akaingia humo Haruni, alitamani kupumzika, basi ndo aliondolewa hivyo. Lakini pia Nabiillahi Musa alayhi salam yeye alizikwa na malaika, na huyu ndo hasa ambaye kaburi lilichimbwa akafukiwa na malaika kama alivyoeleza Al-Habib Muhsin. Nabiillahi Musa alayhi salam baada ya kuwa muda wake wa kufa umefika, panasema Israil alayhi salam alipokuja kuitoa roho yake, Musa tunafahamu kwamba habari yake ilikuwa ni mgomvi sana, kwa alihisi kuwa huyu malakul mauti alihisi ni binadamu aliyekuja kumfanyia shari, basi alimpiga sana. Panasema alimpiga mpaka jicho lake lilitoka. Basi akarudi kwa Allah akiwa amelishikilia jicho na kumwambia Allah, ya Rabbi, mja wako yule hatamani kufa, kwa maana alichonifanya ndo hiki. Akawa basi Allah akawaamrisha malaika wakaenda kwa Musa, wakamwambia hiyo habari ya kuwa kama unataka kuishi basi tafuta mnyama. Baadhi ya riwaya zinasema ni ng'ombe, baadhi ya riwaya zinasema ni ngamia. Weke kiganja chako kwenye manyoya ya huyo mnyama. Baada ya kuweka kiganja chako, yale manyoya uyahesabu, idadi utakayoipata yale manyoya ndo umri wako wa kuishi utakavyokuwa. Sidhani kama ningekuwa nimeambiwa mimi au jamaa yangu Muhsin na hakika angeweka viganja viwili. Nabiillahi Musa akauliza, baada ya hapo kisha itakuwa nini? Akasema baada ya hapo utakufa. Akasema kama nitakufa basi sina haja ya mambo hayo. Basi akamuomba Allah akifa akazikwe karibu na Baitul Maqdis. Riwaya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, lao ningekuwa nipo pale Baitul Maqdis, kuna kakimuinuko, ameeleza hivyo, kuna kakimuinuko kidogo, ningekuonyesheni sehemu ambayo alizikwa Nabii Musa, japo watu huwa hawafahamu. Kwa hapa anasema Nabiillahi Musa alipoomba hivyo kwa Allah, basi Allah akatuma malaika wakawa kichimba kaburi katika eneo lile. Baada ya kuwa wamechimba kaburi, Musa katika harakati zake amepita akaona lile kaburi, alipouliza la nani, kama alivyosema Bwana Muhsin, pakasema kwamba ni kaburi la mja wa Allah anayempenda sana Allah. Basi Musa akaona asiwe mwingine bali niwe mimi, akaingia katika kaburi na malaika wakamzika. Kwa roho yake ilitolewa na Israil alayhi salamu akiwa katika kaburi na alizikwa humo na malaika, wallahu ya'lam. Ya leo imekuwa tamu sana. Vipi kuhusiana na Nabii Isa alayhi salam? Nabiillahi Isa alayhi salam. Unauliza swali la kuwachokoza wenzetu. Rafiki zetu na ndugu zetu upande wa pili wana itikadi ya kwamba Nabiillahi Isa alayhi salam yeye alikufa akafufuka, jambo ambalo Allah amekataa. Amesema wama kataluhu, wala hatukumuua. Yani Mwenyezi Mungu asingemfanya nabii wake afe kidhalili kama vile.
kwa kusulubiwa. Unatakiwa ujue usulubisho ulikuwa ni wa watu ambao wana tabia mbovu zilizokithiri katika mji, ndio walikuwa wakiuawa kwa kusulubiwa. Kwa asingemfanya nabii wake afe vile. Kwa kuna mtu anaitwa Simoni Mkeremi. Wewe kama unasoma Biblia kasome, alimpokea msalaba Yesu. Nionyeshe kwenye Biblia aliporudisha msalaba kwa Yesu. Alafu kama umetizama sinema ya Yesu utaona aliyebeba msalaba ndo aliyesulubiwa. Kwa Mungu anasema hivyo hivyo, hakumsulubu wala hakumuua, bali aliwazeveza watu kama kiini macho wakamsulubu ambaye alikuwa siye yeye. Kwa Nabiillahi Isa alayhi salam alipaa mbinguni, na sisi Waislamu tuna itikadi ya kuwa Isa alipaa mbinguni na siku moja katika masiku atarejea. Kwa Isa hajafa. Na ndo nabii wa mwisho kufa atakayekuwa. Manake hakuwa wa mwisho kuja, lakini ni wa mwisho kufa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni wa mwisho kuja, lakini alikufa kabla ya Nabiillahi Isa alayhi salam. Kwa Isa atakufa, atarudi duniani, ataishi na atamuua Masihi Dajjal, na baada yake atakufa. Baada ya kufa ndo habari za mitume kuwa wameishi katika mgongo wa ardhi hii. Kwa wa mwisho wao atakuwa ni Isa, atakufa baada ya kufanikiwa kumuua Masihi Dajjal, na panasema ataoa. Maana yake habari za upande wa pili kwa kuna sehemu pameonekana Isa akiwa ameoa. Kwa Isa atakuja ataoa, na baada ya kuoa ataishi kwa umri, na panasema baadhi ya riwaya zinasema atafika 40. Maana yake alikufa akiwa na umri wa 33, ataishi miaka 7, baada yake atakufa biidhnillah. Aliondoka katika mgongo wa ardhi kwa kupaa, kwa kupaishwa, kwa sababu yeye ni nabii miongoni mwa manabii wa Mungu, na kupaa kwa manabii ni kwa idhini ya Mungu, sio jambo gumu. Kama ameweza kuwafanya ndege wakapaa, na shindaje kumfanya nabii wake apae bwana. Kwa nabii wa Allah Saidina Isa ibn Maryam alayhi salam alipaa mbinguni ila hakufa. Ijumaa challenge kama hizi zinapatikana kupitia YouTube channel ya Masjid Madina TV na social media zingine kwa maana Instagram, Facebook, TikTok, X zamani Twitter. Unatupata kwa jina hilo hilo la Masjid Madina TV. Ladha hizi za Ijumaa challenge zitaendelea Ijumaa nyingine panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa niaba